Mwanza kumwoa Beatrice Emmanuel Siwale. Natangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kuzuia mimi Beatrice Emmanuel Siwale kumwoa Edkins Daniel Mwanza. Asante sana. Asante. Daniel, ninakuuliza, nataka kwa moyo wako wote mwanamke huyu, yani Beatrice, awe mke wako, nakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamuliwa naye Bwana Mungu mwenyewe. Nakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamuliwa naye Bwana Mungu mwenyewe. Nakubali kumpenda, tuliza na kumheshimu na kumwangalia na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima, hata kifo kitakapogesha nyinyi. Kama nakubali, jibu kwamba ndiyo haya nayakubali. Ndiyo haya nayakubali. Beatrice na wale, ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanaume huyu, yani Danieli Mwanza, awe mume wako, na unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamuliwa na Bwana Mungu mwenyewe. Unakubali kumpenda na kumheshimu na kumtii na kumwangalia na kumfurahisha na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima, hata kifo kitakapowatenganisha nyinyi. Kama nakubali, jibu kwamba ndiyo haya nayakubali. Ndiyo haya nayakubali. Wapenda, mmekubali sasa machoni pake Bwana Mungu na mbele ya ushirika huu ya kwamba ndio tumaini lenu kuingia katika ndoa takatifu, kwa sababu hii inaunganisha wewe Danieli na wewe Beatrice, inaunganisha katika ndoa takatifu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Yesu. Amen. Aliwaunganisha Mungu mwanadamu, asiwatenganishe kamwe kamwe. Amen. Mwanamke amepewa kazi ya kumtii mume wake, na yeye amekwenda mbali zaidi, amesema kwa kila jambo. Yaani mwanamke anapaswa kutii mume kwa kila jambo. Na mwanaume amepewa wajibu wa kumpenda mke wake. Mwanakondoo anashinda, kwa sababu baba ndio mkuu wa nyumba na mama ni msaidizi wa nyumba. Mwanamke anapaswa kumtii mume kwa kila jambo, lakini sio kila jambo. Je, kama anavuta bangi? Je, kama ni jambazi, akoliane naye? Neno la Mungu halitufundishi amtii kwa mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mabaya hapana. Je, aidha mletee ukimwi na kubali mwanaume ni malaya, huyo analala huko na huko? Hapana. Sio yote. Mtume Paulo alikuwa sana mfumo dume. Hata nasema wanawake wasiulize maswali kanisani, wakaulize waume nyumbani. Na huku makanisani walio wengi ni wanawake, wanaume hawasali. Akamuzaji mtambaya sali kanisani, aliyehadibika na mitara na jambo gumu. Lakini tunachojifunza katika
katika ndoa ni mapendano. Bwana Yesu asifiwe. Mapendano. Bahati nzuri nyinyi mmeoana kabila moja wote Wanyamwanga. Mila za Kinyamwanga ni nzuri sana, mimi nazifahamu vizuri. Wanyamwanga ni watu wakarimu na wenye upendo. Wanyamwanga ni wanaume ambao sio wakatili, wakatili, ila wanapenda kula vitu vizuri. Hawa sio wabahili, wanapenda kula vitu vizuri. Kwa hiyo wewe sema kwa kuwa unajua kama ni mila yenu kula vitu vizuri, nadhani na wale hatakuwa mwembamba tena, atakuwa mnene vizuri sana. Mwanakondoo ameshinda. Wanyamwanga wanasema mwili kupe jani. Au penye mwili mpaka ufurahi. Na raha ya mwili sikula siku. Mwili kupe jani. Pangu telete nikupe nini? Ampe chakula gani kizuri? Mwanamke ana vitu vitatu. Cha kwanza, mwanamke ni kula vizuri. Cha pili, mwanamke ni mavazi. Cha tatu, mwanamke ni vyombo vya ndani. Ukifuata hiyo hamtakosana kana. Mpe mwanamke nafasi. Sasa kuna wanaume bahili kupindukia ambao hawajui kutunza waume zao. Kutoa hela mfukoni ni shughuli. Anaweka kwenye buku ndani mpaka hili nafunga na kufunga. Mume anaomba hela mashineni, anaomba matumizi, anaomba shilingi 1000. Shilingi 1000 unafanya kazi gani? Unataka ili mwanamke apendeze ni matunzo na maneno mazuri. Si mwanzo sio kuongea mpaka usiku wa manane. Mpaka usikizini. Ungala uli chilo kuma kufana. Wewe katoka. Kama na uli chilo kuma kufana. Sijamaliza kusema tararaje na mwamuja. Paka mwanamke anageuka na kuwa zele. Takalala usiku. Ndawa chilo kuma kufana. Ngala uli. Paka mwanamke macho anakuwa mekundu sababu ya kutela kulala usingizi. Unajua nani uliacha usikano mjaikuta. Hiyo ni kesi. Rupia pata kuzana rupia kwi. Wewe utachukuaje ile ina kazi yake? Kazi yake ni ipi? Kazi yake ya kwanza ni kutunza mwanamke. Kuna wanaume wakoloni wanatesa wanawake. Wanawake wengi ni wanene lakini wanakonga na maneno ya wanaume. Wanaongea mpaka usiku wa manane kama Radio Free Africa. Wanakesha. Mpaka mke anakuwa zelezete. Wanawake wengi wanaongea hao mjiani peke yao kwa sababu ya midomo ya wanaume. Wanawake kila mwanaume ni mbaya. Usiongee mpaka usiku wa manane. Unamwamsha mpaka usingizini katu. Ile ni 5,000 iko wapi? Nauliza. Hujaijibu ile niliyokuuliza. Wewe umekuwa ready. Mpaka unaongea usiku wa manane. Mwanamke hana usingizi. Tuwafuatiliza kijambo. Niliacha mboga hapa, mbona sizioni? Ziko wapi? Mpaka mwanamke anakosa raha. Acha mwanamke anenepe, aote videvu viwili, kimoja huku kingine huku. Anajifunia kuolewa ni nusu paradise ukiwa kwenye ndoa nzuri, lakini kuolewa ni nusu jehanamu ukiwa kwenye tabu. Ni sawa na kulala kwenye kitanda bila godoro. Sasa hiyo msikiazishi. Mwanamke unataka utunze, upende na umtoe out. Mwanamke anazaliwa hapa na ule hapa. Wanashikana hapa from morning to sunset. Bado kijana sisi mshagani. Wataenda na kuo ni hapa. Mwanamke hajibu kote. Anaanza kukatili. Dawa ndo hapa nini? Hajaiona nyama. Kama ni sababu naweka tugege pale kiruko. Tumefutukia na kufutukia. Todogo kipika tunaruka kijiji kizima. Shilingi 2,000 tulitofuta. Tunanuka nyumba nzima, ukishika ukuta inanuka, ukishika kitu inanuka, ukisalimia watu tunashomba kila mahali, kila mahali. Mungu hapa ni namna hii. Tunza mwanamke anenepe
Mwanakondoo ameshinda. Wanawake wanapata tabu sana, wananyanyasika sana, wanakaa kama watumwa. Mwanamke anazalishwa kila mwaka na mtoto, kila mwaka na mtoto. Umekuwa pale, umekuwa siblings. Mwanamke hanenepi, haoni, na kila mwaka na mtoto. Kliniki wanamfahamu yeye, kliniki kama wewe hanenepi. Mwanamke anayezaa kila mwaka hawezi kunenepa. Tunaona tumejaa nyumba yote ni twako, wote tunalingana, tunafanana, na vitu vikubwa hatushiki. Maisha gani? Tumejaa hapo nyumba nzima hapa, tumejaa hapa, tunakuwa hata jina lile tokao na shida. Kwa hiyo mambo tunapanga, tunalala, tunatolea hapa. Sisi kwa nani huko na watoto watano wamejaa nyumba nzima. Lazima wewe na akili, mpe mwanamke nafasi ya kupumzika na kunenepa na kula mema. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Msikilize mwanamke anachokwambia, mshauriane naye, msikilize. Sio kama unajua kuna wanaume wengi hawamsikilize mke wake. Msikilize. Wanawake wengi wanatembea na majeraha kifuani, moyoni, wanajuta kwa nini waliolewa. Wanakaa na mtu kwenye ndoa kama shetani, hashauriki, hana mazungumzo. Nataka kuzungumza nini? Huli, hufai na ni daidaini. Kwanza nikwambia kwa walikuwa hali hafai. Ugali popote pale upo. Unauliza tuzungumze nini? Nipe nakuuliza. Huli eti kula leo kumjanyasa mwana ndio kumtisha. Hufai. Sabuni upate, kwani kwa sabuni hazipo. Kuna kitu alichofuata kwa hawezi kupata, ni furaha ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke wa tangu nianze kufungisha ndoa wahi kabla ya mwanaume. Ndoa nyingi tunazofungisha atawahi mwanaume, mwanamke atachelewa. Watamchelewesha wakina mama, wanachoongea hakipo tamani. Watamshika chika. Ndoa ni saa 4 watafika saa 8. Huyu mnapopiga vinanda mefika zamani saa 4 kasoro ya Kisumu. Kwa hiyo anapata zawadi anayostahili. Na kuwa fundisho kwa wanawake wengine wanaochelewa kanisani kizembe. Ibada ikipangwa saa 4 mnafika saa 4 kasoro. Ndivyo ilifika yeye. Mwanaume sivyo. Hata tunaanza ibada, mwanaume angetukuta mlangoni. Kwa lazima tumpongeze. Wewe bwana Simanza umepata chombo, hebu mpe mkono. Kupata na wazazi wake kama wapo hapa wanapaswa kupongezwa. Wakina nao wale wako hapa. Kina si wale wapo. Hawajafika. Na wale ndio maana wanajua kufundisha. Na wale waliokuwa wanamtengeneza ninawapongeza, walimwandaa vizuri sana. Ni mwanamke wa 3 tangu nianze, nimeanza uchungaji mwaka 94 mpaka leo. Naelekea miaka 60. Huyu ni wa 3. Hata wachungaji wenzangu